Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tukiwa tunaiangazia zaidi Mashariki ya Kati, lakini tutazame upande wa pili, kwa maana huko nchini Ukraine. Wimbi kubwa la mashambulizi ya Urusi limesababisha maafa makubwa sana huko nchini Ukraine. Urusi inaendeleza mashambulizi yake katika taifa la Ukraine. Imetekeleza mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani na kuwaua watu 16 na kujeruhi wengine zaidi ya 100. Watu 8 waliuawa katika mji wa Odessa. Mkuu wa jeshi katika mji huo, Serhiy Lysank, aliandika kwenye mtandao wa Telegram, huku mashambulizi yakiendelea kuripotiwa. Upande wa pili wa mpaka wa Ukraine, eneo la Krasnodar Krai nchini Urusi, watoto 2 waliuawa na ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine. Mashambulizi haya yanakuja baada ya kipindi kifupi cha kusitisha mapigano wakati wa sherehe za Pasaka za Orthodox weekend iliyopita. Mashambulizi ya Urusi pia yalilenga mji wa Kiev, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv na Kherson. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky bado amekuwa akiomba misaada kutoka kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni, akisema kwamba Marekani imeiacha kabisa kuisaidia Ukraine na ni kutokana na vita nchini Iran. Lakini amesema kwamba Warusi wamekuwa wakiendeleza mauaji dhidi ya raia huko Ukraine. Amesema vikosi vya ulinzi vya taifa lake vimeendelea kudungua ndege zisizokuwa na rubani karibia 636 kutoka Urusi katika muda wa siku moja. Katika mtandao wa X, rais huyo aliandika kuwa huu ni usiku mwingine unaothibitisha kuwa Urusi haistahili kulegezewa sera za kimataifa au kuondolewa vikwazo, ameandika kiongozi huyo wa Ukraine. Hata hivyo, Urusi inaonekana ni miongoni mwa mataifa hatari katika nchi za Ulaya, na wakati huu taifa hilo linaonekana kwamba limesababisha changamoto nyingi za hali ya kuyumba kwa uchumi kwa mataifa ya Ulaya, licha ya kwamba mataifa hayo ya Ulaya, kwa mujibu wa Urusi, ni kwamba yaliamua kufanya matukio ya ajabu kwa kuhakikisha yanaharibu mnyororo wa nishati wa Urusi, lakini pia kuweka vikwazo dhidi ya Urusi kupitia nishati, na hii ndio imekuja kusababisha hali ngumu ya maisha nchini katika mataifa ya Ulaya. Vita nchini Ukraine bado vinaendelea na Urusi bado inatajwa kuwa hatari kwa kufanya mashambulizi mabaya zaidi katika maeneo mengi. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba ikiamua kufanya kama kile kilichofanywa na Marekani huko Venezuela ina uwezo mkubwa, lakini wakati huu inatengeneza mazingira ya mapambano tu bila kutekeleza mpango kama huo, kwa maana ya kumteka kiongozi aliyekuwa madarakani ambao wao kwa wakati huu hawamtambui. Hata hivyo, usitishaji wa vita kati ya Urusi na Ukraine ni kama vile hauna maendeleo mazuri kutokana na vita vinavyoendelea huko nchini Iran, na amesema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba kinachoendelea nchini Iran ndicho kilichosababisha Marekani isijikite tena na mpango wa kusaidia Ukraine katika kumaliza vita hivyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini kubwa ambalo linaendelea ni hali ngumu iliyopo huko nchini Ukraine baada ya mashambulizi makubwa ambayo yameikumba taifa hilo katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na Kharkiv na maeneo mengine ya miji ya Ukraine. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati